Maandamano makubwa yameitikisa nchi ya Israel usiku wa kuamkia leo baada ya maelfu ya waumini wa dini ya Kiyahudi wenye msimamo mkali maarufu kama Hared, yani Ultra Orthodox Jews, kumiminika mitaani kupinga uamuzi wa serikali ya kuwalazimisha kujiunga na jeshi la nchi hiyo IDF. Maandamano hayo yamefanyika zaidi katika mji wa Yerusalemu ambapo barabara kuu zilifungwa, usafiri kusimama na shughuli za kawaida za usiku kuvurugika kabisa. Waandamanaji wengi walionekana wamevalia mavazi yao ya jadi meusi, wakibeba mabango ya kupaza sauti wakisema hawawezi kuacha masomo ya dini yao kwa ajili ya mafunzo ya kijeshi. Chanzo cha maandamano haya ni mpango mpya wa serikali ya Israel unaotaka wanaume wa Kiyahudi wa kundi la Hared ambao kwa miaka mingi wamekuwa wakisamehewa kwenda jeshini waanze kulazimishwa kujiunga na jeshi kama raia wengine. Kwa mujibu wa waumini hao, kujiunga na jeshi ni kinyume na imani zao kwa sababu maisha yao yanahitajika zaidi katika kusoma Torati na kuishi kwa kufuata sheria kali za dini ya Kiyahudi. Wanasema huduma ya kijeshi itaharibu maadili yao na kuvunja misingi ya maisha yao ya kidini. Taarifa zinaeleza kuwa idadi ya waandamanaji ilikuwa kubwa sana, huku baadhi ya maeneo yakishindwa kudhibiti umati huo. Polisi walilazimika kuweka vizuizi, lakini katika maeneo mengi walishindwa kuwatawanya waandamanaji kutokana na wingi wao. Baadhi ya waandamanaji walikaa katikati ya barabara kwa muda mrefu, hali iliyosababisha msongamano mkubwa wa magari na kuchelewesha huduma za dharura. Katika vurugu zilizojitokeza wakati wa maandamano, kijana mmoja ameripotiwa kupoteza maisha baada ya kugongwa na basi katika eneo la tukio. Polisi wameanzisha uchunguzi kubaini kilichotokea, huku tukio hilo likiongeza hasira na majonzi miongoni mwa waandamanaji. Maandamano haya yanaweka shinikizo kubwa kwa serikali ya Israel, hasa wakati huu ambapo nchi hiyo inapitia changamoto za kiusalama na inahitaji askari wengi zaidi. Wapo raia wengine wanaunga mkono mpango wa serikali wakisema ni haki ya kila raia kushiriki kulinda nchi, lakini upande wa Hared unasema hawatakubali kulazimishwa. Swala hili limeendelea kuwa mgogoro mkubwa wa kisiasa na kijamii nchini Israel, kwani vyama vinavyowakilisha waumini wa Hared vimetishia kujiondoa kwenye serikali endapo sheria hiyo itapitishwa. Kwa ujumla, maandamano haya yanaonyesha mgawanyiko mkubwa ndani ya jamii ya Israel kati ya mahitaji ya usalama wa taifa na uhuru wa kuishi kwa misingi ya dini. Haijulikani mpaka sasa ni uamuzi gani serikali itachukua, lakini ni wazi kuwa swala hili bado litaendelea kutikisa Israel kwa muda kidogo. Yameshuhudia maandamano makubwa sana usiku wa kuamkia leo ambapo waandamanaji ambao ni maelfu ya waumini wa dini ya Kiyahudi wenye msimamo mkali maarufu kama Orthodox kumiminika mitaani kupinga uamuzi wa serikali wa kuwalazimisha kujiunga na jeshi la nchi hiyo. Israel sasa hivi inajiandaa na vita dhidi ya Iran kwa siku chache zijazo, hivyo inahitaji kuweza kupata wanajeshi wa kutosha, yani askari wa kutosha ili kuweza kupambana kwenye vita hivyo. Kwa hiyo wanaona ni wazi kabisa kwamba jamii Orthodox ina wajibu wa kuweza kushiriki katika masuala ya ulinzi wa nchi, hivyo wakiwataka waweze kujiunga jeshini. Basi mtazamaji wetu, salia nasi muda wote ili uweze kufahamu yote ambayo yanajiri katika ukanda wa Mashariki ya Kati na sehemu nyingine za dunia.